kujitokeza. Sasa nitaka kupata kauli kuhusiana na hayo mawili. Asante sana. Swali lako la kwanza kuhusiana na kauli ambazo zimetolewa na baadhi ya mashehe kwenye vyombo vya habari au kwenye mitandao ya kijamii. Dira yetu sisi viongozi wa dini ya Kiislamu haswa tunarudi kwenye kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambayo imetupa dira na mwongozo. Amesema Allah, ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmau'izati alhasana. Lingania katika njia ya Mola wako kwa kutumia hekima na mawaidha ambayo ni mazuri. Wazungumzaji wanatofautiana katika uelewa wao na namna ya kufikisha. Kwa hivyo kauli iliyozungumzwa na moja miongoni mwa wazungumzaji ya kuzungumza swala la kwamba kukata vichwa, hii si kauli salama. Na hata katika utaratibu na miongozo aliyotuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallama katika maswala mazima ya kipindi cha nyuma, wakati Mtume akipigana jihadi, pia kulikuwa na taratibu maalum za kufuatwa: kufikisha ujumbe kwa wale ambao hawakuwa Waislamu kipindi hicho ili waweze kuamini, na kama hawaja kubali kuamini basi walikuwa wanalipa jizya ambayo ni kodi ili waweze kukaa katika miji ya Kiislamu kwa ulinzi na usalama na amani. Haijatokea hata siku moja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumjeruhi mtu wala kumwaga damu yake. Kwa hivyo kuna baadhi ya mambo mengine, hii inatokana pia na jazba na mihemuko ambayo kwa wakati mwingine inakuwa haijengi. Pia hatujapendezwa na kauli kama hizi kwa sisi Waislamu wa Arusha. Na mazungumzo, viashiria, maagizo ambayo kwa ujumla wake mengi tunayaona kwamba yanatolewa kupitia katika mitandao ya kijamii, ya kwamba watu wafanye maandamano tarehe 9 Disemba. Hilo sio agizo la serikali. Sisi kama Shura ya Maimamu Arusha na kama Waislamu tuko chini ya mamlaka ya serikali, na huo ndio utaratibu wetu katika dini. Tutii mamlaka iliyopo baina yetu sisi. Ikiwa serikali itatangaza kwamba kuna maandamano ya amani, labda hapo sisi tutakuwa na khiari ya kwenda kwenye maandamano au kutokwenda kwenye maandamano, ikiwa serikali itatangaza hivyo. Lakini muda wa kuwa serikali haijatangaza hivyo, sisi Shura ya Maimamu na Waislamu kwa ujumla tunawaasa na kuwahimiza na kuwakataza Waislamu kutoshiriki maandamano ya aina yoyote. Na hata tukirejea katika utaratibu wa dini yetu ya Kiislamu, hatuna utaratibu wa maandamano ya hivyo sisi. Sisi tuna taratibu za kidini na sheria. Kiongozi anapotoa jambo anatiiwa, anasikilizwa, na kama limekosewa au kiongozi amekosea jambo hilo, basi kuna utaratibu wa kumfuata na kumnasihi na kuomba mwongozo zaidi. Lakini hatuna utaratibu wa maandamano kama haya ambayo mwisho wa siku yanatupelekea katika kuharibu mali za watu na kuvunja shughuli za watu na kupelekea vifo na maangamio. Tunawaasa sana Waislamu wasije kujihusisha na vitu kama hivi. Mia watu hawa, taifa letu litafikishwa kuwa kama Rwanda. Waswahili wanasema mchelea mwana kulia hulia yeye. Wakati haya kitokea, tunawaasa vijana hasa wasiingie kwenye ushawishi huu na mihemko ambayo itawajeruhi na kupoteza viungo vyao ama uhai wao. Dini yetu inatulingania kunasihiana na kuelekezana, kama ambavyo inatuhusia kuwaheshimu wenye mamlaka baina yetu. Hitimisho, tunaendelea kuwaasa Waislamu na Watanzania wengine wanaoitakia mema Tanzania wawe wavumilivu na watulivu, wasighafilike na hadaa za wale ambao wanawachonganisha na serikali yao, kisha wachonganishi wanakimbilia mafichoni nje ya nchi baada ya machafuko kutokea. Tunampongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuunda tume ya uchunguzi ya kitaifa kuchunguza yaliyotokea nchini Oktoba 29, pamoja na kujua
atakuwa amewapa hadidu za rejea. Tunaiomba serikali kupitia tume aliyoiunda Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ifanyie kazi maswali yafuatayo. Nani walichochea machafuko yaliyotokea? Mapungufu gani kwa serikali yanaweza kuwa yalipelekea vijana kukata tamaa? Ni ukosefu wa ajira au vishawishi vya watu waovu wasiolitakia mema taifa letu? Ni upi mchango wa viongozi wa dini katika kuchagiza machafuko haya? Watakaobainika wachukuliwe hatua stahiki. Tunafanya nini? Jambo la 4. Tunafanya nini kama taifa kurejesha amani, umoja na mshikamano wetu wa kitaifa? Jambo la 5. Nini kifanyike kuwatoa vijana katika mihemko, kufuata mkumbo na hasira zenye kuleta maangamizi kwa taifa? Jambo la 6 na la mwisho, katika juhudi za kuitafuta amani na maridhiano, tunashauri kujumuisha wadau mbalimbali kutoka vyama vya siasa, taasisi za kidini, asasi za kijamii, mashirika ya haki za binadamu ya ndani ya nchi, chama cha wanasheria, makundi maalum na kadhalika. Tunamuomba Allah awaangamize wale ambao hawaitakii amani na utulivu nchi yetu. Hakika yeye ni mwingi wa adhabu. Ni bora viongozi wa dini na Watanzania kwa ujumla tujifunze kuwa sehemu ya ufumbuzi wa matatizo ya taifa letu na sio kuwa sehemu ya matatizo hayo. Ni bora viongozi wa dini na Watanzania kwa ujumla tujifunze kuwa sehemu ya ufumbuzi wa matatizo ya taifa letu na sio kuwa sehemu ya matatizo hayo. Kama taifa tuna uwezo wa kuzungumza na kutatua matatizo yetu kwa njia za amani na sio kuchochea vurugu chini ya mwavuli wa kutetea haki na demokrasia. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Amin. Tamko hili limetolewa na Shura ya Maimamu na viongozi wa taasisi za Kiislamu jiji la Arusha leo tarehe 21 mwezi wa 11 2025.